matokeo ya mchezo wa kufuzu kombe la dunia kati ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars dhidi ya Morocco. Morocco aliweza kuibuka na ushindi wa bao 2-0 katika mchezo huo. Nilikuwa nikiangalia hapa takwimu, inaonekana katika mchezo wa jana tulizidiwa kwa kiwango kikubwa sana katika possession. Possession walitupita sana 76 kwa 24, lakini pia passes walipiga nyingi sana Morocco 708 zidi ya 237 kwa Tanzania, lakini tulijaribu kwenda sawa katika mashuti wao matatu on target kwa 2. Nafikiri ilikuwa ni mzani mkubwa sana kwa mtu ambaye alifika nusu finali ya kombe la dunia. Ukiangalia ubora wa Tanzania na Morocco, hasa kwenye mechi ya jana, nilitegemea kuona possession kwa 76 kwa 24. Kwa nini? Ni kwa sababu ya ubora wa timu zote mbili, qualities ambazo zipo pande zote mbili. Tanzania wangehitaji wao kuwa na possession sawa na Morocco, tungefungwa goli nyingi. Mimi naamini jana hatujafungwa goli lolote. Kwa nini? Ni kwa sababu ya moments. Ilikuwa ni timu zote mbili ziligawana moments. Morocco kwa sababu ya ubora wao wenyewe walidominate sana ile moment ya kuwa na mpira, ndio maana unaona possession inasoma 76. Walikaa sana na mpira. Kwa nini? Ni kwa sababu pia Tanzania walihitaji zaidi kudominate moments ya kuwa bila mpira, kwa sababu na wenyewe wangetaka kuwa na mpira wangetengeneza mechi ya kupishana na timu yenye quality kubwa kama Morocco, wanakuadhibu vizuri sana. Kwa hiyo naamini kila timu ilikuwa na moment ambazo zinafaa kwa upande wao. Morocco kwa ubora wao walifaa kuwa na mpira, Tanzania kwa ubora wao walifaa kudominate vizuri kutokuwa na mpira ili wasifungwe goli. Ukiangalia kwenye mechi ya jana, Tanzania ilichagua moment ya kuwa bila mpira, ili dominate sana kuzuia kwenye nusu yake zaidi. Wakati kiwaachia Morocco third mbili za uwanja, nyepo sesini tu, fanyeni build up kwa uhuru, kueni na mpira, lakini hamwezi kuvunja mistari yetu ya uzuiaji. Na hata ukiangalia kwenye miundo na mifumo, Tanzania kwenye makaratasi waliingia na 4-2-3-1, lakini kwa sababu ya mahitaji walibadilika nyakati bila mpira kuzuia na 4-4-2, ambao ni mfumo ambao unatoa distribution sawa ya kutokufikiwa na Morocco kulingana na namna wao wanapocheza. Mbele waliwaweka Msuva pamoja na Fei, wakihitaji zaidi kwamba wale wachezaji wa nyuma Amrabat na wale mabeki wawili wasiwe free sana kwa na mpira, wasivunje mstari wao wa kwanza na kuweza kufika kwa viungo wao washambuliaji. Lakini pia pembeni ukiangalia Mzize pamoja na Kibo walikuwa wanajitahidi sana, kama ni fullbacks wa Morocco wanapanda kwenye mapana uwanja au wanaingia ndani, wajitahidi sana kwenda nao sawa, ili Shabalala na Kapombe wasiende kupata zile situations za wawili dhidi ya moja, kwamba kuwa na winger, kuwa na fullback, inakuwa wawili dhidi ya moja pembeni na wanaweza kuwafikia kirahisi. Kwa hiyo naamini walijitahidi sana kuzuia hizo njia za katikati, lakini na hizo njia za pembeni, njia za juu, jana Baka pamoja na Job walijitahidi sana kushinda mipira mingi ya juu, kwa sababu wangeshinda mingi Morocco wangeweza kufungwa, si ndivyo? Kwa hiyo naamini kwenye hiyo moment Tanzania walidominate vizuri. Sasa issue ambayo Tanzania walionyesha upungufu ni tumezuia vizuri zile nyakati ambazo Morocco wenyewe walikuwa na dispossess, wakipoteza mpira sisi tunafanya nini? Ndio sehemu ambayo tulishindwa kuidefine vizuri, kwa sababu wamedominate kuzuia. Utadefine vipi moment baada ya kuzuia? Ndio sehemu ambayo sisi tulishindwa kudominate kujibu. Morocco jana ukiangalia ni kama walikuwa wameshajiandaa kwamba Tanzania wanakuja kutupiga counter attacks, si ndivyo? Sisi tunafanya nini? Ukiangalia jana walikuwa kila wanapocheza Amrabat si ndio anakuwa juu ya wale mabeki wawili wa nyuma. Dio. Pembeni yake kuna watu, kama si wale mabeki wa pembeni wanaoingia ndani, basi ni viungo washambuliaji wanakuja kama pembeni yake. Wanaamini kwamba Tanzania kuna muda watawin possession, watatupiga counter attacks. Zile wanaiziita rest defense. Wenyewe walikuwa na watu, mstari wa watu wawili nyuma na watu watatu mbele yao. Kwa hiyo ile umbo lilikuwa linameza sana counter za Taifa Stars. Kwa hiyo naamini kwenye mfumo wao wa 4-3-3 walikuwa wanacheza na watu wawili, watatu mbele nyuma kwenye ile mistari miwili ya mwisho. Kwa hiyo kuna mazingira wenzetu wanajiandaa na wanakuwa na plan B. Kama hao watakuja kwa kupaki basi tuseme wanamsoma nani mpinzani wao mapema kabla ya sasa na sisi tunatakiwa tunajiandaa. Kama sisi tunajua kabisa tunaenda kupaki, basi option ya pili ni kukupiga counter attacks. Tunazipiga vipi? Tumejiandaa vipi kupiga hizo counter attacks? Lakini Morocco wao walidominate possession, si ndivyo? Unatafsiri vipi? Domination ni kitu kimoja, lakini definition ni kitu kingine. Unaweza ukatawala zaidi mpira, lakini unatawala bila magoli, inakuwa haina kitu, si ndivyo? Bahati nzuri ni kwamba wao walikuwa na moment ya faida kwao, wana ubora kwenye mipira ya kutenga. Kwa hiyo ile moment Tanzania wakishindwa
kupiga counter attacks, yeah. Au wakishindwa kufikika lazima kuna set plays itatokea. Wakishindwa kufika kwenye lango la Tanzania kona itatokea, wakapata goli la kona, si ndivyo? Wakishindwa kufika kwenye goli la Tanzania wanaweza kusababisha foul, penalty itotokea, si ndivyo? Kwa hiyo naamini kwenye moments zote zile za mchezo ukiachana set plays, Tanzania ilijitahidi sana. Moments ya set plays ni ugonjwa wa taifa. Ni namna gani? Kwanza huwezi kuzuia mipira kutenga isitokee. Ni sasa wewe unatakiwa ujiandae. Unazuia vipi? Kama ni wewe unashambulia vipi ili upate magoli, kwa sababu research zinaonyesha kwamba mipira kutenga inachangia 30% ya magoli kwenye mpira wa miguu. Sasa wewe unajitahidi vipi kutumia au kutumiwa kwako? Binafsi naamini Taifa Stars wamejitahidi kwa kiwango kikubwa sana. Kwa sababu ukiangalia kwenye physics kuna kitu wanaita elasticity, si ndivyo? Kuna ile state ukivuta kamba, kuna state inavutika mpaka mwisho. Ukivuta zaidi ya pale inakatika, si ndivyo? Tanzania ilivuta kamba yake, yani ilijivuta quality yake mpaka ikafikia mwisho. Kwangu mimi ile ni quality bora zaidi ya Tanzania. Sasa ingevuta zaidi ya pale ndo tumekuja kuona tumefungwa kwa set plays. Hemed Morocco. Na imani kuna vitu wanapaswa kuviboresha kwa sababu imekuwa ni kila siku sasa. Kitu cha kwanza tuzifanyie kazi set pieces. Tunazizuia vipi, tunazishambulia vipi, kwa sababu zimekuwa zikiathiri scoreboard zetu. Tunaweza tukazuia vizuri, tunaweza tukashambulia vizuri. Tusipoweza kushinda mechi kwenye hizo moment, set pieces imekuwa ikituadhibu sana, hasa dhidi ya hizi team Giants. Lakini kitu cha pili, ni kupiga counter attacks. Tunazipiga vipi, tumejiandaa vipi kupiga hizo counter attacks. Kwa hiyo naamini kama kiboresha kuzuia na kushambulia mipira kutenga, kuzifanyia kazi vizuri hizo counter attacks ambazo sasa hivi zimekuwa kama mpango wa taifa, naamini tunaweza tukafanya vizuri kwenye mechi zijazo.